We. Tulia. Tulia wewe bata mzinga. Wewe unaoteswa na mapenzi. Eti unateswa na mapenzi, unateswa vipi? Mapenzi yanakutesa au mchumba wako, mume wako ndo anakutesa? Sio mapenzi. Wewe mapenzi ulishawahi kuyaona yanakutesa? Au watu wako ndo wanakutesa? Wewe mshike vizuri mmeo, na kumshika kwake vizuri kukoje? Mpe maneno mazuri matamu ya kumfariji mmeo, kiasi kwamba hata kama alikuwa na hasira zake, hasira zinashuka, tempe inashuka. Umemwona amekuja, mkimbilie, mpokee. Kama ana viatu mvulishe viatu, mvulishe shati, fungua visikizo, basi weka kando. Kama wewe ulikuwepo, nenda kavue nguo zako zote, manguo yako makubwa hayo. Kavae kanga, funga kifuani. Nenda baki kwenye chupi. Nenda kijikoni, kaanze kupika. Ukiona amefika, kama ni vipi, kama ni usiku, basi muombe tochi yake, simu yake nipe hapa nimulikie. Unaanza kumulikia. Na mlikaji nani? Muite mwenyewe. Mpo wawili, wakati huo muite mwenyewe ndo aje akumulikie. Anakumulikia. Wakati huo tayari unatengeneza mahaba yako mazuri kwa mmeo. Hawezi tena kuwa na kauli ya kwanza kukutukana. Wewe usifanane kama maneno ya mchungaji. Mchungaji kanisa zima alianza kuambia, anayeteswa na mapenzi, anayeteswa na mume wake asimame juu. Kwa wanawake wote kanisa zima walisimama. Wote wanawake wakasimama, kuashiria kwamba wote wanateswa na mapenzi. Isipokuwa kabaki mmoja tu, ikawa ni maajabu. Mchungaji mwenyewe akaguna, mama vipi wewe? Kwa hiyo wewe uteswi na mapenzi? Mama hebu tupe ushuhuda. Mama akaongea akasema, baba mchungaji, mimi wana mapenzi nimevunjwa miguu yote na mume wangu. Kwa hiyo nashindwa kusimama. Unaona? Nashindwa kusimama. Miguu yote nishavunjwa. Sasa atasimama vipi miguu yote ishavunjwa? Na huyo wewe kweli mapenzi yanamtesa. Achana wewe mlamba kamasi wewe. Unakula maganda ya kamasi. Acha kula maganda ya vidonda wewe. Cheki. Acha ukuna fungus. Kwenda huko kafie mbele.